kwa urahisi na kubariki matawi yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tujiandae bado dakika kama 3 hivi tuanze misa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu wapendwa, taifa la Mungu, wana Vijibweni, baada ya kujiandaa mioyo yetu tangu mwanzo wa Kwaresima kwa njia ya toba na matendo ya mapendo, na kusanyika leo ili tuanze kukumbuka pamoja na kanisa zima fumbo la Pasaka ya Bwana wetu Yesu Kristo, yaani mateso na ufufuko wake. Alipoingia katika mji wake wa Yerusalemu ili alitimize. Kwa hiyo tumfuate Bwana wetu tukifanya kwa imani yote na uchaji kumbukumbu ya lile tendo lake lenye kuleta wokovu la kuingia Yerusalemu, ili baada ya kushiriki msalaba wa neema yake tushiriki pia ufufuko wake na uzima wake. Tuombe. E Mungu mwenyezi wa milele, uyatakatifuze matawi haya kwa baraka yako, ili sisi tunamfuata Kristo mfalme kwa shangwe tupate kuifikia Yerusalemu ya milele kwa njia yake anaishi na kutawala milele na milele. Amina. Basi tunyanyue wote matawi ili apite anabariki. Wekeni kanjia kadogo aweze kupita humo ndani.
basi tupunguze zile stori, tupunguze stori. Tuko kanisani, tupunguze stori. Rudi kuendelea na misa, rudi mbele ya altari. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Mathayo 21:1-11. Hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye. Wafungueni muniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni, Bwana ana haja nao, na mara hiyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole naye, amepanda punda na mwanapunda, mtoto wa punda. Wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyowaamuru.
wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilea. Neno la Bwana.